Natamani kujua, mmelalamika chaguzi hizi kwa muda mrefu mkurugenzi. Mnakwenda kwenye uchaguzi tena mwingine wa 2025 ambao ni uchaguzi mkuu ambao tayari watu wameshaingia kwa kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Tena CUF inakwenda kushiriki tena uchaguzi, si ndio? Tumesisitiza kwamba uchaguzi huu ni lazima usimamiwe na tume huru ya uchaguzi, kwa maana ya kuwa ni tume huru. Tume huru ipi sasa? Hii ambayo tayari imeshaandaliwa ama nyingine? Tumesisitiza kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 usimamiwe na tume huru ya uchaguzi, kwa maana ya tume huru ya uchaguzi. Tume huru ambayo itakuwa haiwezi kuingiliwa na chombo chochote katika kusimamia haki. Lakini sio hii ambayo tayari inaitwa tume huru ya uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi kwa maana ya kuwa ni tume huru ya uchaguzi. Tunalalamika na tunaendelea kuongea kwamba hata yale yaliyopitishwa na sheria ya kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi bado hayajatekelezwa katika kuwepo kwa tume iliyokuwepo. Na nyinyi mnahitaji reform zozote? Labda niseme hivi, tunashukuru kwamba na wengine nao wameona ipo haja ya kutaka reform kama tulivyokuwa tukitamka sisi hata kabla ya wao. Sisi tulitamka kuhitaji reform muda mrefu sana nyuma, na nikukumbusha tu kwamba Profesa Ibrahim Haruna Lipumba akiwa ni kiongozi anayeongoza TCD kama mwenyekiti kwa wakati huo, Agosti 22 na 23 mwaka 2023 aliyaongoza makundi mbalimbali ya Watanzania ikiwemo pamoja na vyama vya siasa katika ukumbi wa Diamond Jubilee, pamoja na kuzungumzia vitu vingine ni umuhimu wa kupatikana kwa minimum reforms kuelekea kwenye uchaguzi wa mwaka 2025, lakini kabla pia kuelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. Wakati ule wengine walikuwa hawako tayari kukaa na wenzao kuzungumzia minimum reforms, wakisema kwamba kwa wao hawataki reforms, wanataka tu lazima iwe katiba mpya. Lakini sisi tukasema kwa kuangalia, kwa kutumia jicho la mbele, kwamba upo uwezekano wa kuikosa katiba mpya, basi angalau tupate minimum reforms. Tunachoweza kusema badala ya kutuuliza kwamba na sisi tunataka reforms, ni kwamba sisi tumetangulia katika kuhitaji reforms. Tunashukuru kuona kwamba na wengine wanatuunga mkono katika swala hili. Chadema wanasema no reform no election. CUF mnahitaji reform. Kama reform hakuna? Uzuri wa chama cha wananchi CUF unaopelekea kitofautiana na vyama vingine ni kwamba Ngulangwa au Profesa Lipumba hawezi kukaa akahojiwa na mwandishi wa habari akatoa kauli alafu ikawa ndio msimamo wa chama. Vyama vingine mtu mmoja anaweza akatoa kauli ya mwisho, kwa sababu vyama vile si vyama taasisi. Chama chetu kinaongozwa na vyombo vyake vya kikatiba. Ngulangwa hawezi kutoa kauli ya mwisho juu ya nini kitafanyika. Vikao vitakaa, vitatengeneza msimamo, vyombo vya habari tutaviita, tutaweka msimamo wetu hadharani, nini kitaenda kufanyika endapo hatutokuwa na uhakika wa kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Mtazamo wako ni ukoje if there is no reform? Msimamo wangu mimi kama Ngulangwa ni kwamba katika muda tulionao bado tuendelee kuamini kwamba tunahitaji uchaguzi huru na wa haki ndani ya Tanzania, na uchaguzi huru na wa haki ili upatikane ni lazima kuwe kuna tume huru ya uchaguzi, kwa maana yake kwamba watendaji wake wawe huru kweli na wahakikishe kwamba haki inatendeka. Kwa hiyo mimi mtizamo wangu ni kutamani kuona uchaguzi huru na wa haki ukifanyika ndani ya Tanzania. Reform hakuna genzi ambazo unaozisema, lakini pia hiyo tume huru ya uchaguzi ambao unaisema, ambao CCM tayari wameitangaza, au tume huru ya uchaguzi wenyewe wametangaza kwamba ni tume huru ya uchaguzi, mnasema ni tofauti na ile ambayo nyinyi mlikuwa mnaitaka. Mnakwendaje sasa kwenye uchaguzi binafsi wewe? Na kwanza neno reforms likitamkwa bila ya ufafanuzi linakosa maana. Reforms ni pamoja na kuwepo kwa ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwepo kwa namna inayoelekeza namna gani watumishi wa tume huru ya uchaguzi watapatikana. Moja katika mkwamo ambao unapelekea labda Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake kufikia hatua ya kutupumbaza wa Tanzania ni pale ambapo tayari imeundwa tume huru ya uchaguzi, lakini inaonekana kuna ibara ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayowapa nafasi wale wateule wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kubaki katika nafasi zao mpaka miaka 5. Hii ni miongoni mwa maeneo ambayo sisi tunasisitiza kwamba haya ni lazima yafanyiwe mabadiliko.
tutafikia hatua ya kutambua kwamba mabadiliko yamefanyika au hayajafanyika muda mwafaka ukifika, na ndipo pale ambapo vyombo vya maamuzi ndani ya chama vitafanya maamuzi yake. Kama Ngulangwa, nikiwa kama mkurugenzi kiongozi wa chama, naweza nikawa na matamshi ambayo yanatokana na matamanio yangu, lakini kwa nafasi na mamlaka niliyopewa siwezi kutamka juu ya nini natamani zaidi. Natamani kile ambacho chama changu kitatamani.